Yanga wanaizindua TRA kwa TFF upotevu wa kodi. Wanaizindua? TRA kwa TFF upotevu wa kodi kwa sababu Yanga na TFF hao wote wanaugua kichomi afu wanaendelea kulishana pilipili. Umeongea neno lenye maana zaidi ya moja. Kuzindua kwa maana ya uzinduzi, kutambulisha na kuzindua kwamba mtu anakuzindua kuvumbua hili. Kwa maana kuna hili. Wamewabumbulua TRA kwa TFF upotevu wa kodi. Unasema wote wana vichomi alafu wanalishana pilipili. Ni mwendo wa kushika mbavu tu hapo. Ndio kinachoonekana. Kama utakuwa umefuatilia vema taarifa ya jana baada ya agizo la juzi la TFF kwa lalamiko la Yanga kwamba wana madai yao TFF, fedha za ubingwa, fedha za magawio yao kutoka CAF, fedha za soka la vijana na invoice kadhaa ambazo zalalamikia TFF, wakatoa taarifa kwamba Yanga waje ofisini kwao waje kupiga mahesabu. Jana asubuhi sana. Lakini jana katika muundo wa taasisi Yanga Africans walifika ofisi za TFF. Wakapeleka mtiririko wa orodha ya mahesabu maarufu kama invoice. Bahati mbaya watu wanaita barua, si na ugeni kwenye mahesabu. Watasikia jana wamepeleka barua, wametuletea barua. Nilisikia hata msemaji wa TFF akizungumzia kwamba ameleta barua baada tukae mezani tujadiliane. Taasisi mnaletiana invoice. Sababu invoice ndio walaka wa kisheria ambao serikali inakusanya kodi. Kwa maana kwenye ile VAT. Sasa kwa namna ambavyo inaonekana na muda wote wa madeni yao yalivyokuwa, inaonekana wao walikuwa nakatana juu kwa juu. Huyu anamdai huyu, anamdai elfu 20, elfu 50 yangu imepita kwako, unakata huko huko. Sasa hizi ni taasisi bimama. Lazima kuwe na invoice ili serikali ikusanye kodi yake. Lakini bahati nzuri maana yake baada ya watu ambao wanaugua kichomi hawa kuendelea kulishana pilipili na kushika mbavu, ndio tumegundua kumbe nyuma ya pazia mapato ya serikali yalikuwa yanapotea. Sasa wakosoaji wa mambo na wafuatiliaji vitu wanasema huu ni wakati sahihi sasa wa TRA kwenda kuangalia mwenendo wa hesabu pale TFF. Na juzi walikuwa na seminar. Kwa naona. Lakini kumbe seminar yenyewe ilikuwa kabla ya seminar ilibidi wapewe seminar kumbe. Kabla ya seminar wangepewa seminar wao. Lakini wakati tunazungumza haya mama, kuna mahala panatufikirisha tena. Ndio. Kwamba muundo wa hizi taasisi kuna haja ya kufuatiliwa kwa sababu wako maeneo ambayo serikali inapoteza fedha. Kwa mfano, katika andiko la Yanga na maelekezo yake na wao wamezikaribisha mamlaka za kiukaguzi ziwe karibu kufuatilia malipo haya. Kwa sababu kimuundo taasisi kwenye mahesabu ni lazima fedha ikiingia uonyeshe deni na maingizo ya fedha. Nafikiri bookkeeping form 1, kabati la kwanza na form 1. Unaona pa credit na debit. Sio debit sio. Sasa hivi vitu ambavyo ukiangalia kwa malipo haya ni kama hivi vitu vilikuwa vinakosekana. Lakini kabla kukosekana tu, nadhani wakati tunatazama hili jambo kama liko tofauti, pengine likatupa dira mpya kuona weledi na kanuni pamoja na kufuata mifumo ya ukaguzi ya kifedha itaanza kusimamiwa na vilabu vyetu kama hili swala litashughulikiwa katika msingi mpatano. Kwa sababu kwa namna ilivyo, maana yake bila kelele hii ukaguzi wa hesabu si ungefanyikaje. Na hata kama taasisi hizi zinakaguliwa, maana yake kwenye hii miamala ya kariba hii kama ikaguliwi, ndiko ambako tunapoteza hayo mapato ya serikali. Sema tax evasion kama unatorosha kodi sasa. Maana yake kama unafanya malipo bila invoice, unafikiri ingekuwaje? Kwa mfano mama, kwa namna ile lilivyokuwa, kama wangemalizana juu kwa juu, wana invoice hapo? Hapana. Sasa ukiangalia kinacholalamikiwa ni kwamba hiki kinachoonekana kwamba Yanga wanaizindua TRA kwa TFF upotevu wa mapato. Sasa nini tunachokiona? Nadhani wakati vita hii tunaitazama ni zaidi ya vita ya kupigania uhuru. Unajua vita ya kupigania uhuru tuliungana wengi kwa sababu wote tulikuwa tunachapa fimbo na ukoloni. Lakini vita ya kupambana na mfumo huo inakuwa ya mtu mmoja anaambukiza wenzake. Sasa ukiangalia vita ya Yanga na TFF ni vita ya kupambana na mfumo. Mara nyingi ukianza vita ya mfumo unabaki peke yako. Vita ya uhuru wote si mna hasira. Mlipigwa fimbo na wakoloni. Ndio maana tuliamka machifu wote tuliungana. Lakini vita ya mfumo mara nyingi inakuwa ni ngumu. Una uzoefu Mtente, kashfa nyingi za rushwa katika mataifa mbalimbali. Huwa wanaoanzisha wanapata wakati mgumu sana. Lakini ikieleweka sasa, walioelewa ndio wanajiona mahodari. Kwa hivyo ukiangalia mpira wetu wakati huu ambao tunatazama mambo, tunahitaji kutazama vita ya mfumo ambao tunaona kama Young Africans wamenyoshea kucha hii. Wanaondokana. Hela wanatoa hawatoi. Hela ili warudisha. Kishapewa invoice mlipane ili na nyinyi mlipwe. Walipe ndo walipwe. Sasa vizuri sana. Wanaofanya yote hayo wamebima.